Mheshimiwa Rais, kama tulivyosema, huu ni mkutano wa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Naomba sasa uridhie tumkaribishe mwenyekiti wa baraza la wazee la mkoa wa Dar es Salaam, Mzee Salum Matimbwa, aweze kuwasilisha salamu za wana Dar es Salaam, kwa maana salamu za wazee wa Dar es Salaam. Wazee oye! Wazee oye! Wazee ni dawa, wazee hekima na busara, ndio maana wanasema isokongwe haivushi. Asante sana, karibu mkuu. Uzee na kuzeeka. Dar es Salaam hoye! Kuchakaje? Akukubaliki. Mheshimiwa Rais, wazee wa Dar es Salaam wamegoma kuchakaa. Ndio maana umeona mzee Kimiti hajachakaa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa Ilala Mzee Musa Zungu, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Mheshimiwa Waziri wa Sekta ya Maendeleo ya Jamii, Wanawake, Jinsia na Makundi Maalum, Mheshimiwa mdogo wangu Doros Gwajima, mzee mtarajiwa, mawaziri wote mliohudhuria na manaibu wa mawaziri, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa sana wazee wenzangu wa Dar es Salaam, waajiri wangu, itifaki imezingatiwa. Kazi na utu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tena iendelee kweli. Mheshimiwa Rais, awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uhai na afya njema kutuwezesha kukutana hapa siku hii ya leo. Pia tunatoa shukrani za dhati kwako binafsi kukubali wito wetu na kutenga muda wako ili kuja kuongea na taifa kupitia sisi wazee wa bandari salama Dar es Salaam, Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu mkubwa sana tunakushukuru. Hii ni heshima kubwa sana kwa mkoa wetu na heshima kubwa kwa wazee wa Dar es Salaam. Heshima hii imekuwa wakipewa wazee wa Dar es Salaam mara kadhaa na viongozi wetu waasisi waliotangulia, na wewe umekuwa unaiendeleza, na hii ni mara ya pili tunapata fursa hii. Tunakushukuru sana. Sisi tutaienzi heshima na tunakuahidi kwamba Dar es Salaam iko salama kama wazee unavyoona wako salama. Sisi wazee wa Dar es Salaam tunaungana na familia kubwa ya Watanzania kukupongeza kwa ushindi mkubwa ulioupata katika uchaguzi mkuu uliopita wa tarehe 29 Oktoba 2025. Ushindi huu umeonyesha imani kubwa walionayo Watanzania kwako Mheshimiwa Rais, na kudhihirisha kwamba wewe ni kiongozi mahiri na makini. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kukupa umri mrefu wenye afya
nguvu, baraka na hekima katika kutekeleza majukumu yako ulionayo katika taifa letu hili la Tanzania. Sisi wazee wa Dar es Salaam tunatambua kwamba kampeni zilikwenda vizuri kwa vyama vyote vilivyoshiriki na kuendesha michakato mizima kwa amani na utulivu. Tunatambua kwamba upigaji kura ulikuwa umekwenda vizuri sana hadi pale fujo na vurugu zilipotokea. Kadhia hii imetustusha sana na kutufadhaisha kwa sababu vifo vimetokea, mali za watu zimeharibiwa, za watu binafsi, za serikali na kadhalika. Miundo mbinu ambayo inatusaidia kwa Dar es Salaam imeathiriwa kiasi kwamba ikafika Mzee Mbonde akitaka kutoka Mbagala kuja mjini inakuwa tatizo. Lakini ilikuwa ni neema kubwa baada mwendo kasi ulipoanza. Kwa kweli imetufadhaisha. Wazee tumesikitishwa na vifo vilivyotokea na uharibifu huo, na tunamuomba Mwenyezi Mungu awahifadhi wale waliotangulia mbele ya haki na waweke mahala pema panapowastahiki. Tumepata faraja kubwa kwamba uliichukia kadhia hii kwa uzito mkubwa na uliongea na taifa na kuonyesha masikitiko yako na serikali pale ulipozindua bunge letu tukufu. Uliahidi kwamba hatua kadhaa za kurejesha amani na utulivu na kuahidi kwamba jitihada zitafanywa ili kuhakikisha changamoto zilizojitokeza hazitarejea tena kwenye taifa yetu. Ukweli ni wakumbushe, nchi hii wakati tunatawaliwa na wakoloni wa Kiingereza kuna mengi yaliyotokea. Wazee wenzangu wote wanajua kwamba kulikuwa na kodi ya kichwa. Huwezi kutoka mahala moja kwenda kwingine ili mradi una kichwa lazima ulipe kodi ya kichwa. Ilikuwa adha kubwa, au sivyo? Hakuna aliyeingia barabarani, hakuna alishika panga. Mwalimu Nyerere aliongeza mazungumzo, mwisho tukapata uhuru. Sasa leo kulikoni? Sisi uzee kwa upande wetu tunashangaa. Inshallah Mwenyezi Mungu ataleta heri yake. Tunakushukuru kwamba baadhi ya hatua hizo ulizozichukua ni kuunda tume ya uchunguzi ili kubaini kiini cha haya yaliyotokea, mazingira yaliyosababisha tishio lile, nini kilitendeka, nani alifanya nini na wapi, ili ukweli ujulikane. Vile vile kama mama uliwaasa vijana wetu kuhusu haja ya kuwa sehemu ya kutunza amani ya taifa letu. Ulionyesha moyo wa huruma wa mama kwa kuagiza mamlaka zichunguze mazingira ya baadhi ya vijana wetu ambao wengi wao wamefuata mkumbo na kujikuta wanaingia katika mikono ya sheria. Tunafarijika sana kwamba hivi tunavyozungumza vijana wengi wameshaachiwa na kurejea katika familia zao. Hatua hizi zinadhihirisha umahiri wa uongozi wako unaoelekezwa na falsafa yako maarufu ya 4R. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Tanzania kwa muda mrefu imekuwa ni kisiwa cha amani. Hatuna shaka nchi yetu chini ya uongozi wako
itaendelea kuwa kisiwa cha amani na utulivu, na sisi wazee siku zote tutakuwa bega kwa bega na wewe Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha Tanzania inaendelea kuwa hivyo ilivyotulia. Wazee tumefurahishwa sana na uamuzi wako wa kuanzisha wizara maalum na mahususi inayoshughulikia vijana ambao ndio nguvu kazi inayotegemewa katika ujenzi wa taifa letu, kama alivyosema mkuu wa mkoa. Sisi kwa upande wetu tutaendelea kutimiza wajibu wetu kama wazazi na walezi kwa kuwashauri na kuwanasihi vijana wetu kwenye safari yao ya kujenga maisha ili kufikia ndoto zao. Ili wafanikiwe ni lazima mazingira ya amani, utulivu, upendo, mshikamano yadumishwe. Huu ni wajibu kwa kila Mtanzania na hasa kila mzalendo. Tunakushukuru sana, tunamuomba Mwenyezi Mungu aendelee kujalia nguvu, afya na busara ulizokuwa nazo ili uendelee kuliongoza taifa letu katika maendeleo makubwa haya uliyoanzisha na yatayokuja. Kabla sijamaliza hotuba yangu, nitakuwa ni mchoyo wa fadhila kama sijakushukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupatia ahadi ya kwamba wazee sasa watapata bima ya afya katika siku 100 zinazokuja. Hongera sana. Changamoto kubwa ya wazee ni magonjwa, maradhi. Mimi mwenyewe hapa niliposimama unaona sasa hivi nimeshashika hivi. Maana nasema naona kidogo naenda huku, nataka kurudi huku, afya haiko vizuri sana. Lakini sasa tutakuwa na hakika kwamba bima ya afya kwa wote, hasa kwa wazee wasiokuwa na uwezo. Hili ni faraja kubwa kwa Watanzania. Asante sana Mheshimiwa Rais. Lakini pia Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa kutupatia magari mawili yahudumie Baraza la Wazee la Ushauri wa Taifa. Siku ile tulipokuwa pale Ikulu ya Chamwino tarehe 27 mwezi wa 8 2025, uliyasema haya ili kuwezesha kufanya shughuli mbalimbali kwa Baraza la Taifa, kutembea katika mikoa yote, na mimi nikiwa mjumbe wa baraza hilo, basi kwa niaba ya Baraza la Taifa tunakushukuru sana kwa wema wako huo. Na hii itakuwa imeonyesha njia kwamba ofisi za wakuu wa mikoa nao watafuata nyayo zako, kwa sababu mama sikasema na wao si ndio wateule, basi watafanya. Na si vibaya tukaanza na mkoa wa Dar es Salaam ambayo ndio kuna Ikulu ya Magogoni. Mheshimiwa Rais, hapa Dar es Salaam enzi hizo kulikuwa miaka ya 60 kuja 70. Watu wengi wakifanya kazi bandarini, posta, railway, kwa wale ambao kidogo wana uwezo wa kielimu. Lakini wengi wakazi wa Dar es Salaam walikuwa wanafanya kazi kwa matajiri. Matajiri hao ni wenzetu wa Asia wenye asili ya Kihindi. Sasa ukifanya kazi kule, bosi wako unamuita tajiri. Na tajiri ana mali nyingi pale. Ana vikombe, sahani nzuri nzuri zile, baskeli za kuchezea watoto. Sasa zikiwa kama zimefujika, utasikia tajiri anamwambia yule mtumishi wake boy, boy, katupe hii. Sasa ile boy katupe, boy haendi kutupa, anajiongeza yeye. Anaenda kutafuta chochote kuongeza ugali au anapeleka kwa mama watoto. Ikifika kule sasa anaanza zogo. Kulikoni unatuletea mkweche huu? Asa mke wangu, hii boy katupe. Sasa na huko kwa wakuu wa mikoa yako magari machakavu na vitu vingine, basi boy katupe. Kwenye hilo pia nichukue nafasi hii kuwashukuru
na kuwapongeza ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kigamboni. Kwa nafasi pekee kama yupo hapa huyu mama, mimi naomba asimame. Mheshimiwa Rais, mama huyu na mkurugenzi wake wamefanya makubwa sana katika tasnia ya mabaraza. Wametupatia ofisi ya baraza la wazee la ushauri wilaya ya Kigamboni, ofisi nzuri sana ambayo inaongozwa na kakaangu hapa, Brigadier General mstaafu Harub Othman, huyu aliyesimama hapo. Hongera sana watu wa Kigamboni. Hili basi liwatie maya wakuu wa wilaya wengine wa Dar es Salaam na wakurugenzi, na wao waone Kigamboni wameonyesha njia. Si vibaya Ilala wakapata, Kinondoni na kwingine. Miaka bin Harith anasema braso dawa ya shaba, dawa ya mapenzi mahaba, ukipata kidogo si haba, tupeni japo kidogo. Mheshimiwa Rais, hakika kabisa niwamshukuru mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Imekuwa kama ni nuru kwetu. Anafanya kazi bila kuchoka. Ni mtu ambaye simpigii debe, lakini hodari. Ingawa watu wanasema ukimsifia mgema tembo atalitia maji, lakini ukijana Chalamila hawezi kutia maji tembo. Mheshimiwa Rais, niruhusu nichomekee jambo dogo la mwisho. Mheshimiwa Rais, kama unavyojua, kwenye Wizara ya Ardhi kuna mabaraza ya ardhi ya kutatua migogoro ya ardhi nchi nzima. Hapa Dar es Salaam tunayo 5: Kinondoni, Temeke, Ilala, Ubungo na Kigamboni. Na haya mabaraza yana washauri. Wale washauri ni wazee. Tena wazee kweli. Mmoja wapo mzee Liundi huyo hapo. Anahudumu katika baraza la ushauri la ardhi pale Kinondoni. Anatoka kwake anakwenda Mwananyamala kwenye baraza na kurudi na kupata chochote. Lakini mama, posho inayotolewa bado ya mwaka 47. Naona haya hata kuisema hapa. Na mawaziri wapo hapa. Na waziri ya ardhi yupo tena mpya, umemchagua. Sheria inasema iko kwenye discretion yake na yule msajili wa mabaraza, ili kuona anaiboreshaje. Na hiyo inakuwa inatofautiana kati ya majiji, wilaya na sehemu zingine, ili waweze kufanya kazi vizuri, kushauri vizuri, migogoro ya ardhi iondoke. Sitakusema sana. Nafikiri umenielewa mama. Basi kwa hayo machache ya kuchomekea, niseme kwamba mwisho naomba kwa mara nyingine tena kuwashukuru na kushukuru wewe kwa niaba ya wazee wa Dar es Salaam na wazee wa nchi nzima kwa ujumla kwa kutenga muda wako adhimu kuzungumza na taifa kupitia sisi. Tunakutakia kila laheri. Mwenyezi Mungu akubariki, akujalie, akupe afya njema na maisha marefu, hekima, utulivu na busara. Mheshimiwa Rais, mkutano huu ni wa kwako. Kwa haya nilochomekea uniwie radhi. Basi karibu uongee na Watanzania. Tuongee